Bwana Yesu apewe sifa sana. Mpendwa mtazamaji unayenitazama na kunisikiliza majira haya, Yesu asifiwe sana. Napenda tena kumshukuru Mungu kunisimamisha mbele yako majira haya. Majina yangu ni yale yale, Pastor Edward Oyucho Ayata. Namshukuru Mungu kwa kunipa fursa hii. Napatikana Arusha, Tanzania. Kwa sasa nipo chini ya Apostle Francis Gaspar Ngowe, na huduma hii ipo Arusha pale Sekei. Ukiwa unatoka Moshi unashuka kituo cha kwa Shabani. Ukiwa unatoka mjini unashuka hicho kituo kwa Shabani, ukiulizia kwa Apostle Fra au huduma ya Mispa au kwa Baba Joshua utaletwa katika huduma hiyo. Nawakaribisha sana na Mungu atakubariki. Basi napenda niendelee na ile somo ambayo tulikuwa tunajifunza, ambao somo letu kichwa cha somo ilikuwa nasema maadui wa Mkristo, ambao tuliwataja wale maadui. Tukaona maadui walikuwa adui watatu. Tukajifunza adui wa kwanza, tukasema tutakuja kujifunza adui wa pili na watatu. Na siku ya leo tena Mungu amenipa nafasi hii ya kuja mbele zako na kusimama na kusema huyu adui wa pili, au kufundisha adui wa pili ambaye ni ulimwengu, yani dunia. Bwana Yesu apewe sifa sana. Na katika ile somo ya kwanza tulijifunza vitu vingi. Tukaona jinsi adui wa kwanza, yani mwili wa Mkristo, inavyopelekesha watu. Bwana Yesu apewe sifa. Tukaona jinsi mwili unavyoendesha watu, jinsi mwili haitii sheria ya Mungu. Tukaona Mkristo akifuata mwili hata kwa salama. Tulijifunza pale mambo mingi sana. Tulijifunza vitu vikubwa sana pale, na naamini umebarikiwa katika ile sehemu ya kwanza. Na hata hii sehemu ya pili naamini utabarikiwa na utaguswa. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo karibu tuweze kujifunza pamoja. Na huyu adui wa pili wa Mkristo ni ulimwengu. Nikisema ulimwengu, ulimwengu ni mfano wa dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa tutaenda taratibu na utanielewa tu kwa nini niseme ulimwengu. Bwana Yesu apewe sifa. Ni neno ambayo Roho Mtakatifu amenipa, na ni somo kubwa na ni somo pana. Tutaenda taratibu mpaka pale utakaponielewa. Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo katika ile neno huyu adui wa pili wa Mkristo ambao nimesema ulimwengu, tutaangalia pale kitabu cha Yohana, Yohana 15:19. Yohana 15:19 tutaanzia pale. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tusome ili tuweze kwenda mbele. Yohana 15:19. Anasema, kama mngekuwa wa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu, kwa sababu hiyo ulimwengu utawachukia. Sikiliza, ndio maana nakwambia kwamba ulimwengu ni adui wa Mkristo. Dunia ni adui wa Mkristo. Bwana Yesu apewe sifa. Kitu cha kwanza labda ningesema kitu kimoja. Mtu yoyote anayefuata mambo ya dunia, au kama umekoka bado unafuata mambo ya dunia, dunia haiwezi kukushangaa, wala dunia haiwezi kufanya vita na wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Wenye mamlaka hawawezi wakakusumbua. Kwa nini? Kwa sababu tayari uko kwenye njia yao, uko pamoja nao. Haijalishi unaenda kanisani, haijalishi unaomba, lakini kama bado unafuata mambo ya dunia, dunia haiwezi kupata shida kwa ajili yako. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini maana kitu cha kwanza hapo tunaona kabisa kwamba kama mngekuwa wa dunia, kama mngekuwa ulimwengu, ulimwengu ungewapenda. Kwa ukiwa wewe ni wa ulimwengu, ulimwengu hauna shida na wewe. Ulimwengu haiwezi kukusumbua. Ulimwengu haiwezi kupata tabu. Lakini pale tu unapomwamini Yesu na kuokoka na kuacha njia ya ulimwengu, utashangaa ulimwengu anaanza kukuchukia. Labda ningetumia mfano huu hapa. Bwana Yesu apewe sifa. Yamkini kuna watu ulikuwa unatembea nayo, au kuna njia ulikuwa unaenda. Yamkini ulikuwa uko kwenye grupu fulani ambayo inaenda kwa waganga. Bwana Yesu apewe sifa. Unapojua kweli, unapomwamini Mungu kweli na kuanza kuacha njia zao ambayo wanaenda, ukamwamini Mungu, ukaanza kufuata njia ya Mungu, ukaanza kueleza kweli, na kuambia tayari pale ni vita inaanza. Kwa nini? Kwa sababu tayari umeshatoka kwenye njia ya ulimwengu, tayari umeshaacha mapenzi yao, tayari umeshaacha kufuata jinsi wanavyoenda. Kwa hiyo utashangaa wanaanza kukuchukia, utashangaa wanaanza kukusema vibaya, utashangaa wanaanza kukubeza. Kwa nini wanakubeza? Kwa sababu tayari umeshaacha njia yao. Ndio maana nakwambia wa ulimwengu, ulimwengu unawapenda. Sasa kwa nini wanakuchukia? Wanakuchukia kwa sababu tayari umeshaacha matakwa yao, umeshaacha kufuata mambo yao. Bwana Yesu apewe sifa sana.
Utanielewa tu taratibu, tunazidi tu kusonga mbele. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio kama hivyo unaona. Au angalia hata katika ulimwengu huu au katika serikali nyingi, yamkini katika serikali kuna watu ambao ni waaminifu na kuna watu ambao wana hofu ya Mungu. Lakini angalia kama kuna kitu ambacho kinatokea ambacho kisicho sahihi, akijaribu tu kusema, utashangaa anaanza kupingwa, anaanza kupelekwa kwenye baraza za vikao. Kwa nini? Kwa sababu dunia haitaki kweli. Dunia haitaki watu wanaosema kweli. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa wanakufuatilia kwa sababu gani? Wanakufuatilia kwa sababu tayari umeshatoka. Ngoja nikwambie, hata na mara nyingi huwa wanaangalia udhaifu wako. Udhaifu wako wanaangalia. Wewe Mkristo naye unanisikiliza, angalia watu sana sana, kama kuna udhaifu, angalia watu wasio wakajua udhaifu wako, na hiyo udhaifu ishindwe katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu apewe sifa. Ngoja nikwambie, hata Yuda walimtumia Yuda kwa sababu Yuda alikuwa anapenda pesa, alikuwa na roho ya kupenda pesa. Wakaona hii njia ya roho ya Yuda kupenda pesa ndio tutampatia Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa mara nyingi kile kitu udhaifu wako ambacho ulicho nacho ndio wanatumiaga sana. Bwana Yesu apewe sifa. Wacha tu tuende tu taratibu. Lakini kitu cha pili anasema namna hii hapa. Anasema hivi. Anasema angewapenda walio wake, lakini kwa kuwa ninyi si wa ulimwengu, bali mimi naliwachagua katika ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Kwa wewe Mkristo yote unayenisikia, wewe sio wa ulimwengu huu. Wewe hautakiwi kufuata mambo ya dunia hii. Wewe hautakiwi kufikiri mambo yaliyo duniani. Bwana apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu Yesu amekuchagua, na kama Yesu amekuchagua ndio anakuambia pale, kwa kuwa mimi nimewachagua, hawatawapenda. Na kwa nini hawatawapenda? Kwa sababu hamtatii mambo yao. Hamtafanya yale maovu wanaofanya. Hamtafanya vitu ambavyo wao wanafanya. Hamtafanya dhiaka ambao wanafanya. Ndio maana nasema kwamba ulimwengu hautawapenda. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa Mkristo wote unanisikia na kunitazama majira haya, sikiliza nikwambie, wewe sio wa ulimwengu. Wewe sio wa dunia. Mwingine atauliza, sasa pastor unasemaje kwamba sisi sio wa ulimwengu, tunaishi ulimwengu? Ngoja nikwambie, kuishi ulimwenguni au kukaa duniani sio shida. Ndio maana kuna lugha wanasema kwamba ulimwengu sio mbaya, bali wa ulimwengu ndio wabaya. Ngoja nikwambie, kuishi ulimwenguni sio tatizo, kuishi duniani sio tatizo. Tatizo ni kufuata vile ulimwengu unavyotaka. Kwa maana ukifuata vile ulimwengu unavyotaka, tayari utamkosea Mungu. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana nakwambia kwamba wale wanaofuata mambo ya ulimwengu, ulimwengu utawapenda, lakini ukipinga tu ile na mambo ya ulimwengu, tayari watakuchukua. Kwa sababu gani? Tayari utakuwa umepinga mambo yao, umetoka kwenye njia, umetoka kwenye mstari yao. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama sio ulimwengu huu, ulimwengu hauwezi kukupenda, kwa sababu ulimwengu unapenda walio wake. Tumeona kwa mfano kuna kampani ulikuwa nayo, labda kampani ya ulevi, labda tumeona kama kule ndivyo sikuzungumzia kampani kwenda kwa waganga, lakini ukamjua Mungu, wanaanza kukuchukia, wanaanza kukubeza. Siku hizi unajidai, waambie sawa, najidai ninaringa ninaye Yesu, kwa sababu ni heri kumfurahisha Mungu kuliko kuwafurahisha wanadamu, alafu mwisho wa siku ukakosa uzima wa milele. Bwana Yesu apewe sifa. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo na ndio maana mara nyingi utashangaa unaona tuna Wakristo na wameokoka na wanakwenda kwa waganga. Kwa nini? Wanafurahisha dunia. Wanafurahisha dunia, wanapenda mambo ya dunia. Sasa Biblia inasema kwamba wale waopendao dunia hawawezi kumpenda Baba. Ngoja tu tutasoma hapo mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Utaona hata kama mlikuwa mnapendana, hata kama mlikuwa mko pamoja, unapogeuka na kujua kweli na kuanza kuwasema na kuanza kukataa yale matakwa yao, tayari wanaanza kukupinga, wanaanza kukupiga vita. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa nini? Kwa sababu umeacha sheria zao mbaya. Haleluya. Labda tungeangalia pale katika kitabu cha Yohana wa kwanza, kitabu cha Yohana wa kwanza pale tutaangalia Yohana wa kwanza pale mlango wa pili. Mlango wa pili mstari ni ule wa 15 hadi wa 17. Mstari wa 15 na 17 anasema hivi: msipende dunia wala mambo yaliyomo katika dunia. Wala mambo yaliyo katika dunia. Mtu akipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani mwake. Maana kila kilichomo duniani, yani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu hata adumu hata milele. Bwana Yesu apewe sifa sana. Sikia kwanza, ukipenda dunia, kumpenda Mungu hakumo ndani mwako. Mkristo yeyote anayependa dunia,
hawezi akapenda mambo ya Mungu. Tunarudi kule nyuma tulipojifunza kwanza, Mkristo yote anayefuata mambo ya mwili hawezi akampendeza Mungu, hawezi akafikiri mambo ya roho. Na hapa tena hili neno ni kama inajulikana kwamba mtu yote anayependa dunia hawezi akampenda Baba. Kwa kama hawezi kumpendeza Baba, na maana hata na Mungu naye hawezi akapendezwa na wewe. Kwa nini? Kwa sababu tayari unapenda mambo ya dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu asifiwe. Na dunia imejaa maovu, mambo mabaya. Kitu cha kwanza pale anakuambia dunia imejaa tamaa ya mwili. Tulivyoona kule kwamba mwili ina mambo mengi, tukaona kule nako tulijifunza tamaa ya mwili, tukaona vitu vingi, mwili umebeba usharati, uzinzi, nini, vitu kama hivyo. Kwa na hapa nao anakuambia kwamba kuna tamaa ya nini? Tamaa ya mwili. Bwana Yesu apewe sifa. Ambapo hii tamaa ya mwili pale, ukisoma ile kitabu cha Warumi, ukisoma ile Warumi 7:5 anasema namna hii, Warumi 7:5, kwa maana tulipokuwa katika hali ya mwili, tamaa za dhambi zilizoko kwa sababu ya torati zilitenda kazi katika viungo vyetu, hata ikazalia mauti mazao. Bwana sapewe sifa. Unaona, tamaa ya mwili inazaa mauti, kama tulivyojifunza kwamba adui wa mwili mwili ni mauti, mwili ni adui juu ya Mungu. Bwana sapewe sifa. Kwa hiyo unaona kabisa tamaa ya mwili, Bwana asifiwe. Kwa katika dunia, katika ile maombi kuna tamaa ya mwili. Ukiwa katika mwili unakuwa na tamaa. Bwana apewe sifa. Na ile tamaa ikishakuwa ndani mwako tayari kuna dhambi. Maana nyingine dhambi ipo kwa sababu ya nini? Ya tamaa. Ukiona mtu ambaye ni Mkristo ameokoka, bado anafuata mambo ya dunia, tayari bado mwili hajaushinda dunia. Bwana apewe sifa. Mwili bado unamcontrol, dunia bado inamcontrol, kwa hawezi kumpendeza Mungu. Bwana apewe sifa. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo tunaona kabisa kwa nini dunia imejaa tamaa. Alafu kitu kingine pale anakuambia, anasema kwamba kuna tamaa ya macho. Yesu apewe sifa sana. Kuna tamaa ya macho, ambayo katika hii tamaa ya macho utaenda kusoma Warumi 3:18. Bwana apewe sifa. Macho yao imejaa uovu, hata hawezi kumpenda nani? Kumtii Mungu, hawezi kufuata mambo ya Mungu, anasema pale. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona kabisa hayo ni mambo yaliyopo katika dunia. Kuna kiburi. Kiburi ni mambo ya dunia hii, haitokani kwa Baba. Kuna saa unaweza ukakutana na mtu kaanza ukamsemesha kitu akakujibu jinsi anavyotaka, akakujibu jinsi anavyoeleza. Kwa nini? Amejaa kiburi cha uzima. Na haya ni mambo ya duniani. Unaweza kumshauri mtu kwamba mwana, hichi kitu nataka kufanya hakiendi sahihi, hakiko poa, lakini unashangaa anachukia. Kwa nini? Kwa sababu kiburi cha uzima. Yamkini ana cheo fulani, yamkini ana uweza fulani, yamkini ni tajiri, ukamshauri, baadaye kishatokea kile jambo ndio anakuja kuona, ningejua nilivyoshauriwa, nisingefanya hili jambo. Lakini angelewa kwamba kiburi ni mambo ya duniani, asingefanya vile. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo Mkristo, usalama wetu sisi ni kuto kufuata mambo ya dunia hii. Bwana Yesu apewe sifa sana. Usalama wa Mkristo unayenitazama na kusikilia, ukipenda dunia, kupenda Mungu akumo ndani mwako. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ukikuta mtu ameokoka na ana kiburi, ana tamaa ya mwili, ana tamaa ya macho, huyu mtu bado hajaweza kudhibiti mwili wake, hajaweza kudhibiti vitu vya dunia hii. Kwa utakuta unaondolewa kwenye leri. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio kumbuka pale nilipokuambia, wanaangalia udhaifu wako kama walivyoangalia udhaifu wa Yuda, wakatumia hapo wakamtoa Yuda kwenye reli, wakasababisha Yuda akamsaliti Yesu. Bwana Yesu apewe sifa. Labda tungejifunza kwa mtu, na ninazungumzia habari ya kiburi hapa. Niko kwenye penda kiburi. Kuna mtumishi wa Mungu mmoja aliyeishi maisha mazuri sana. Huyu mtumishi wa Mungu alikuwa ana uaminifu kwa Mungu. Alikuwa anampenda Mungu, na huyu mtumishi alibarikiwa. Alikuwa na mifugo, alikuwa na watoto wazuri, alikuwa na mali nyingi sana, alikuwa na fedha, alikuwa na dhahabu, alikuwa na vitu vingi sana. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini huyu mtumishi wa Mungu, pamoja na vile vitu ambavyo alikuwa navyo, utajiri wake, alimpenda Mungu, alimheshimu Mungu, hakumtenda Mungu dhambi, hakumtenda Mungu kosa. Kwa nini? Kwa sababu alijua yeye Mungu ndiye amembariki, Mungu ndiye mwenye uweza, Mungu ndiye mwenye kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa hiyo alijua kabisa kwa mara nyingi. Kwa hiyo jifunze kitu katika hili somo. Nataka nikwambie, mara nyingi tunapimwa sasa na vitu tulivyo navyo, tunapimwa sasa na hali tulio nayo, tunapimwa sasa na kiwango tulio nayo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo kama ni tajiri, utapimwa kwa utajiri wako. Je, Mungu ataangalia, je, huyu mtu
mtu nikitoa mali, nikitoa hizi vitu alivyonavyo, je, atazidi kunipenda au ataniacha au atakana imani? Bwana Yesu apewe sifa. Na ngoja nikwambie, hata kama ni maskini, hata kama ni mnyonge, kwa hiyo hali ulio nayo, Mungu atakujaribu, Mungu atakupima. Je, huyu mtu nikimbariki ataendelea kuniheshimu, ataendelea kunipenda, au atatoka kwenye reli, au atatoka kwenye... Kumbuka, nazungumzia adui wa Mkristo, ambao ni sehemu ya pili, ambao tumeona ni ulimwengu, dunia. Bwana Yesu apewe sifa. Na hapa nipo katika sehemu ya kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hata kama nimesema ukiwa mnyonge, anakupimia na hiyo unyonge wako, na hiyo maskini anakubariki, aone kama je, akikubariki utatoka kwenye njia au utamrudia. Bwana Yesu apewe sifa. Na kuna watu wengi makanisani wanapobarikiwa wanasahau Mungu amewajibu, wanasahau Mungu ametenda. Tunao hao watu wengi, na tena hao watu ndio wasumbufu makanisani. Kabla hawajabarikiwa wanasumbua sana. Utasikia, mchungaji, naomba uniombee nibarikiwe, naomba uniombee nipate pesa, naomba uniombee maisha yaende vizuri, naomba uniombee ndoa yangu isikae vizuri. Lakini ngoja nikwambie, wacha umuombee apokee hiyo baraka, wacha umuombee. Nakwambia, breki ya kwanza anapobarikiwa ni utakusa amepanga kreti juu ya bia. Anasahau hata kutoa fungu la 10, anasahau hata kutoa sadaka ya shukrani. Kwa nini? Kwa sababu ufahamu umeshakimbia kwenye ulimwengu. Anasahau kwamba Mungu amembariki. Utashangaa breki ya kwanza kwenye uzinzi, kutafuta warembo. Sikiliza nikwambie, utashangaa anasahau tena hata kwenda kanisani. Anasahau, nilikuwa namsumbua baba yangu wa kiroho aniombee. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hizo zote ni tamaa za ulimwengu hii. Usiposhinda ulimwengu, hakuna usalama. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna usalama. Kwa jitahidi ulimwengu isikutoe. Jitahidi ulimwengu isikuhamishe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo nataka nikwambie kitu kimoja. Wacha moyo wako, msi Mungu sana, uweze kushinda vita vilivyo katika ulimwengu huu. Ndio maana Yesu alipambana mpaka hakikisha akashinda. Alipigana vita mpaka hakikisha akashinda. Yesu asifiwe. Kwa hiyo kiwango ulicho nacho ndicho Mungu anakupimia. Ndio pale nikasema, kama ni tajiri utapimwa hivyo hivyo, kama ni maskini, kama ni mnyonge utapimwa pale unapobarikiwa. Mungu akaruhusu Mungu akaruhusu majaribu juu yake huyu mtumishi wake. Sikiliza nikwambie, kuna saa Mungu anaachilia vitu ili angalie imani yako, ili apime kiwango chako cha kiroho. Yesu apewe sifa sana. Kuna saa Mungu anaruhusu vitu ili aweze kupima kiwango chako cha kiroho imekaaje. Kwa hiyo huyu mtumishi wa Mungu katika jaribu aliyopitia, alipita mahali pagumu, alipita kipindi kigumu sana. Sikiliza, huyu mtu wa Mungu Ayubu alikuwa na marafiki watatu. Alipokuwa anapita analia, hamna kitu tena. Watoto wameenda, mifugo imeenda, mali imeenda, vitu vimeharibika, dhahabu zimepotea, mpaka inafika mali Ayubu ikafika analaani siku yake ya kuzaliwa. Kwa nini? Kwa sababu mateso yamekuwa makali. Ndio maana nakwambia, vile ulivyo ndivyo Mungu anavyokupima. Ina maana mpaka akafika kwenye kulani siku yake akizaliwa. Kwa maana nyingine alilaani hata wazazi wake, alikufuru. Sasa ndio tunajua halisia ya Ayubu, kwamba yule Ayubu wa kwanza, mbona si huyu, anaongea maneno makali. Na kwa nini? Kwa sababu maumivu yamezidi. Sikiliza nikwambie, hata marafiki zake Ayubu wengine wakasema huyu katenda dhambi, huyu kapigwa na Mungu. Mambo mengi walisema, kila mtu alisema ya kwake. Kwa nini? Kwa sababu tayari pale, nikumbuka niko kwenye kiburi. Kwa hiyo pale alikuwa ameumizwa, ameumia, amegadhibika. Hakuna mtu wa kumsaidia. Bwana Yesu apewe sifa. Sasa pointi ni hapa. Ngoja nisome Ayubu 35. Ayubu 35. Ayubu 35. Ayubu 35 pale. Ayubu 35:12. Anasema namna hii: ulia huku lakini hapana hajibuye, kwa sababu ya kiburi cha watu waovu. Sikiliza, Ayubu analia, wale marafiki zake wamegeuka, wanamcheka kwa sababu wao wanayo. Ayubu vitu vyake vyote vimeisha. Ndio pale nazungumzia habari ya kiburi. Analia. Ayubu analalamika. Analia, hakuna anayemsikiliza, hakuna anayemsaidia, hakuna anayemsaidia. Anasikia maumivu, wenzake wamemkimbia. Je, wewe unapopita mahali
jiangalie, jaribu ulionao. Je, ni Mungu anakupima au ni nani anaye kusababisha upitie hapo ulipo? Bwana Yesu apewe sifa sana. Kwa Ayubu akalalamika, hakuna anayemsikia. Kwa sababu gani? Wale wenzake wanamdhihaki, wale wenzake wana pesa, wale wenzake bado wana mali vile vile, lakini sasa yeye ameishiwa, amefirisika, kwa hiyo analalamika. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini ashukuriwe Mungu, akatokea katikati ya wale marafiki, akatokea mtu mmoja katika wale marafiki zake, akaanza kumrejesha Ayubu, akaongea na Ayubu taratibu mpaka Ayubu akarudi katika chaneli. Lakini tunaona Mungu alikuja kumbariki zaidi baada ya kuja kutubu na kuomba Mungu msamaha, kwamba Mungu nisamehe, wewe utabaki kuwa Mungu, wewe ni yule yule. Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hali yako ulionayo ndio Mungu anakupima nayo, na haya yote anakupeleka katika mikono ya ulimwengu, anakupeleka katika mikono ya dunia, ili aone kama utamwacha au vipi. Tunaenda haraka ili tuweze kumaliza, maana hii somo ni pana sana, ni kubwa sana, ni somo ambalo ni kubwa sana. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hiyo sikiliza, nikwambie kitu kimoja, mtu wa Mungu, na hii adui hata kina Petro walikutana nayo, akina Yakobo walikutana na huyu adui ulimwengu, na huyu adui dunia. Sikia nikwambie, Herode akanyosha mikono kuwatenda vibaya baadhi ya watu wa kanisa. Kwa nini amenyosha mkono? Kwa sababu wakina Petro walikuwa wanasema kweli, wakina Yakobo wanasema kweli, wanafundisha watu wanafunguliwa, watu wanamjua Mungu, wanaacha kutenda dhambi, watu wanaacha kutenda maasi. Herode akasema hapana, au watu watatunyang'anya wafuasi. Kwa nini? Ikabidi sasa anyoshe mkono wake aguse watumishi. Akaamua akamshika Yakobo, akamkata shingo. Bwana Yesu apewe sifa. Akamua kwa upanga. Alivyoona ni neno njema tena, Wayahudi wakafurahi, Wayahudi wakacheka. Akasema wacha nimshike na Petro. Akamkamata na Petro, naye akamtia gerezani. Sikiliza, usalama wa Petro ilikuwa ni kwamba siku ile Petro hakuwa, kwa sababu ilikuwa ni sikukuu ya nini, ya mkate usiotiwa chachu. Kwa akawekwa gerezani na walinzi, ili inapopita ile siku ya sikukuu aweze kuuawa. Sikiliza nikwambie, ni mara ngapi hata huko hapo nyumbani kwako unaanza kuomba mali umepangisha, mara wa ulimwengu tu watu wanaangua, anapiga kelele, anafanya nini, unaharibu mambo yao. Kama unaharibu mambo yao, hawawezi kukupenda. Ndio maana nakwambia hivi, adui wa pili wa Mkristo ni dunia, ni ulimwengu. Wale wa ulimwengu watakuchukia. Kwa nini? Kuna vitu vyao vinaharibika. Unasema haki, unafundisha njia kweli, kwa hawawezi wakakupenda. Haleluya! Hawawezi wakataka uweze kusema kweli, kwa maana unaposema kweli, si watu wanatoka kwenye giza, ufahamu inafanya nini, inafunguliwa. Na siku zote mtu anayesema kweli, watu mara nyingi hawamkubali, watu wanampinga, watu wanamkataa, na wanaomkataa ni wale watu wajinga ambao wanajidai kwamba ni wajanja, lakini ndio wajinga wa mwisho. Na hata hawa Wayahudi walifurahi. Herode alipoona ni Wayahudi baadhi ambao walikuwa wanajiona ni wajanja, kumbe ndio wajinga, wakafurahi. Kwa nini? Kwa sababu pale kulikuwa na Mafarisayo, kuna vitu vyao vilikuwa vinaharibika, kuna vitu vyao vilikuwa viendi. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa sikiliza nikwambie, mtu wa Mungu, Mkristo anayesikia, maadui ni wengi sana. Lakini Petro alivyotiwa gerezani, kanisa ikagoma, ikasema hapana, lazima tuombe. Kwa nini mataifa watutende mambo ya namna hii? Kwa nini mataifa watutende jambo hili? Wakaingia, wakafunga, wakaomba. Walipoomba, malaika akashuka kule gerezani, akamtoa Petro kule gerezani. Bwana Yesu asifiwe sana. Petro akatoka katika ile gereza, akamtukuza Mungu. Alivyotolewa, akaona kama yuko kwenye maono. Anasema, naona kama niko kwenye maono, naona kama ndiko kwenye ndoto. Lakini alivyopita ile geti, akafunguliwa macho, akashtuka, akasema, hii si kawaida. Mungu, nakwambia, yuko Mungu anayejibu, yuko Mungu anayetenda. Ukitaka kupata hii habari vizuri, nenda akasome Matendo ya Mitume kwa ile mlango wa 12 kuanzia mstari wa 1 mpaka wa 17. Utajifunza kitu hapo. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa unaona, nataka nikwambie, kuna watu wanawaza mabaya juu yako. Kuna maadui zako wanatamani wakumeze. Kuna ulimwengu unatamani ukumeze. Yamkini ni ukoo wa kwenu na kupinga tangu ulivyookoka, tangu ulivyoacha mabaya. Yamkini ni marafiki zako, lakini nataka nikwambie hichi kitu. Sikiliza mtu wa Mungu, ni unayenisikiliza. Sikiliza Mkristo, usikubali kurudi nyuma. Usikubali kukatishwa tamaa. Watu wasikunyamazishe katika kumwendea Yesu, katika kumfikia baraka za Mungu, katika kuifikia uzima wa
milele. Kwa nini? Kwa sababu wanadamu hawana mbingu ya kukupeleka, wanadamu hawana mahali ya kukufikisha, lakini Mungu Kristo ambaye ni njia ya uzima anayo mbingu ya kukupeleka. Bwana apewe sifa. Nataka nikutamkie kama Petro asivyozuiliwa, kama Petro asivyoshikiliwa gerezani, ndivyo na wewe utashikwa kwa jina la Yesu. Nasema hawataua vipawa vyako, nasema hawataua karamu ulionao kwa jina la Yesu. Ninakutamkia hawataua watoto wako kwa damu ya Yesu, hawataua baraka yako kwa jina la Yesu, hawataua miujiza, baraka, hawatazuia mafanikio yako katika jina la Yesu. Kama Petro kanisa ilivyoomba wakatoka gerezani, nami kwa jina la Yesu ninasema ya kwamba naomba hawatakuweza, hawatakuzuia kwa jina la Yesu Kristo. Basi nipende kumshukuru Mungu kwa ajili yako, kwa kunipa masikio yako na kunitazama na kunisikiliza, na kukaribisha zaidi katika channel hii uendelee kujifunza mafundisho ya neno la Mungu. Maana ukijifunza neno la Mungu utapata ufahamu. Shetani hata kupiga, shetani hata kusogelea. Watu waliokuwa na ufahamu wa Mungu mara nyingi shetani hawezi kuwasogelea, shetani hawezi kuwapiga. Kwa nini? Kwa sababu unafahamu Mungu yuko ndani mwako. Kwa niendelee kukukaribisha. Ninakushukuru sana kwa kunipa mawazo, moyo, sikio, kwa kunisikiliza, kwa kutoa muda wako, na kuendelea kukukaribisha katika ile channel katika jina la Yesu, na Mungu akubariki. Namba yangu ya simu ni 0754288367 07542883 67. Bwana apewe sifa. Mungu akuinue sana, na Mungu akubariki zaidi na zaidi uweze kushinda maadui wa Mkristo. Amen.